Islam, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuko katika mwisho au kufunga mwaka wa kuelekea katika utla au likizo ndefu ambayo kwamba inakuja kwa kila msimu baada ya mwaka kumalizika. Hii ni fursa dhahabia, wanaita golden chance, kwa mwanafunzi yote ambaye kwamba amejua malengo ambayo yeye anayataka katika wakati ambao kwamba utakuja wa baadaye. Lakini maalasaf unaenda kupata hii utla au likizo, inakuwa watu wanaenda kuacha zile tabia ambazo kwamba wako nazo wakati wakiwa mashuleni na kwenda kurithi tabia ambazo kwamba potofu au za marafiki wa maskani au wa mitaani. Na hii inategemea huyu mwanadamu kutogundua dira na mwelekeo wa maisha yake, wapi alipotoka na wapi alipo na vipi atakavyoelekea baadaye. Dhikran al-utla laysat waqtan likasrati al-indhibati au tarku al-akhlaq. Anasema likizo si muda wa kuvunja nidhamu ambayo kwamba uko nayo ya kitabia, bali hiya fitratun liikhtibaru alqiyam alhaqiqi, bali ni nafasi au muda ambao kwamba unakuwa na mtihani mkubwa wa mwanadamu, allati urisat fiha, ambao kwamba mtihani huo unampatia malezi halisi ambayo kwamba ako nayo. Baad at-talibul jayyid, yani mwanafunzi mzuri, la yu'rafu fil madrasati faqat, haangalii au hajulikani peke yake akiwa mashuleni. Anasema bal fil utrati indama yakunu ba'idan, bali pale atakapokuwa likizo an waraqati al-amaliyati wal walidain, wakati yeye atakapokuwa na kazi ambazo kwamba atakuwa uko nazo katika macho ya walimu na vile vile akiwa kwa wazazi wake. Lidhan huyu mwanafunzi ambaye kwamba atatoka hapa na akiwa tunamjua na tabia njema, sio tabia halisi ambayo kwamba tutaigundua, isipokuwa tabia yake tutaipata wakati akiwa katika likizo, akuwa na freedom ya kufanya mingi, kwa sababu anakuwa mbali na macho ya walimu ambao kwamba uko nao, na mara nyingine hata na wazazi ambao kwamba wewe uko nao. Mbali umeenda kwa rafiki yako, umeenda mathalan kwa sehemu au mji ambao kwamba hakuna jamaa yako. Ndio khutba ya leo nikaita al-utlatu ikhtibaru al-akhlaq wal-istiqama. Likizo ni mtihani wa kitabia na uadilifu. Mwanadamu ukitaka kumjua na tabia njema, mpatilize wakati ikiwa freedom imezambaa katika maisha yake, wakati nafasi ambayo kwamba ya kucheza na kufanya mingi ipo katika maisha yake. Lakini hii ni ikhtibaru al-haqiqi. Hapa ndio utapata kuwa kuna mtihani mkubwa wa kufuzu kwa huyu mwanafunzi ambaye kwamba ametoka hapa na tabia fulani, alafu vile vile arudi akiwa na tabia ile ile ambayo kwamba ako nayo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya niliyoitanguliza kuwa wa qul i'malu, anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sema tendeni vitendo, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, lakini vitendo ambavyo kwamba mtakuwa mnavitenda, ikiwa ni basiri au ni dhahiri, vitaonekana na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake vile vile
na wale ambao kwamba ni waumini. Wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada, na yale ambayo kwamba mtakaoyafanya mtarudishiweni kwa kujua siri ambazo kwamba mlizokuwa nazo na dhahiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuambieni na atawarudishieni kuwa yeye ni mwenye kujua zaidi ambayo kwamba nyinyi msiyojua. Mara nyingine utapata unaenda kufanya vitendo mathalan katika sehemu sio sahihi, ukavaa mavazi ambayo kwamba sisi hatujakuzoea na mavazi yale, ili kusudi pale sehemu upate kuonekanika ni watu wa pale, lakini ni mtu tofauti. Hapa ndio ile ambayo kwamba huyu mwanadamu atakapotoka katika maisha mengine na kuingia katika maisha mengine, anajionyesha na kujigundua kuwa hakuna yeyote anayemuona bali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametukuka anakuona katika sehemu yoyote ile ambayo kwamba unahisi wewe mwanadamu hauonekani. Na hii inakuja sana kwa huyu kijana ambaye kwamba tumemzoea na tabia ambayo kwamba ni yenye kuvutia, na tabia ambayo kwamba ni yenye kunukia, wakati tukimuona na tabia yake mbaya sehemu au maskani ambazo kwamba yeye atakuwa. Ndio wanaposema ihfadhu akhlaqakum, hifadhini tabia zenu, wakunu qudwatun hasanatun fi ahyaikum, na kuweni kilelezo chema katika mitaa yenu. Faadabu talibul Qur'an la yantahi biintihai durus, mwanafunzi ambaye kwamba anajigundua kwa yeye msomaji mzuri wa Qur'an haimaliziki kusoma kwake wakati akifunga au akimaliza masomo yake, bali inakuwa ni amal istimrar, ni kazi yenye kuendelea, kwa sababu hiyo ni kama tabia ambayo kwamba yastahili uwe nao katika maisha yako. Ndugu zanguni, niko na baadhi ya nukat ambazo kwamba yastahili tuwe na tahadhari nazo wakati tukiwa katika likizo hii ambayo kwamba tunaenda, ili kusudi usiharibu ile CV ambayo kwamba ulikuwa umeiweka katika maisha yako, usiharibu maadili ambayo kwamba ilikuwa ndiyo target ya future yako, ili wewe mwanadamu uje kuendeleza gurudumu ambalo kwamba umelianzisha, siku wa kuanza gurudumu ambalo kwamba ulikushaliifanya kabla. Ndio watu wakifunga mashule na wakifungua, utapata mtu anakuambia mwanzo mpya, au amekosea ni kwa sababu ameenda kufanya ambayo kwamba ni yenye kuharibu maadili yake. Sasa baada ya kuendeleza lile gurudumu la elimu ambayo kwamba uko nayo, yeye ndio anaanza sasa from 1, wakati yeye ilikuwa ako na grade fulani, inashuka grade ile, kwa sababu ndio anaanza tena kuingia katika system ya kusoma kwake. Kwanza, la taj'alu al-'utla waqtan lidhiya'u al-intibat, usichukue fursa hii likizo kwa muda wa kupoteza nidhamu ambayo kwamba wewe uko nayo, bali idharu tarbiyatika haqiqiyya, bali dhihirisha, onesha malezi ambayo kwamba uko nayo wewe ya kihakika. Fakama kuntum muaddiban fil madrasa, kama vile ambavyo kwamba ulikuwa na adabu hapa shuleni, kun kadhalika fil bayt, ni lazima uapply vile vile katika nyumba. Kwa sababu mara nyingi utapata mwanafunzi anayetoka katika shule fulani anaambiwa kuwa shule hiyo iko na maadili mazuri,
kwa sababu anaonesha maadili yale katika mtaa na nyumba ambayo kwamba uko nayo. Kinyume chake, ikiwa utaonesha ubaya katika mtaa na nyumba ambayo kwamba uko, utaambiwa kabisa haya ni malezi wa shule ambayo kwamba yeye ametoka. Kwa hivyo dhihirisha venye ambavyo kwamba uko 5 salawat zisikutoke. Ikiwa ni msomaji wa Qur'an kila siku isikutoke. Isiwe kuwa unalala kupindukia, unaacha kuswali, unaswali hii na ile, hii unapita, hii unaingia. Usiache kusoma Qur'an wakati ni system yako ya siku na wiki. Hii ndio itakupelekea kuwa na tarbia ya kiakhlaqia, malezi ya kinafsi, malezi ambayo kwamba huyu mwanadamu ndio astahili ajiwekee katika maisha yake. Pili, ihfadhu akhlaqakum, na vile vile hifadhini matendo yenu ambayo kwamba yawe kuwa ni mafunzo kwa ndugu zenu wadogo watakaoinukia, watakao kuangalia, watakao kukopi maisha yako ambayo kwamba uko nayo. Mathalan, uko na ndugu yako mdogo nyumbani, wakati ukionyesha tabia uliyokuja nayo, baada ya kupotea kwa muda, yule kijana atajua kuwa hii tabia ndio yastahili zaidi, ataichukua tabia ile. Wakati akichukua tabia ile, ndio utaambiwa kuwa wakati ulipokuwa unasoma alienda kukopi ulipokuwa wewe unafanya. Sasa baada ya kuweka athari nzuri katika maisha yako, unaenda kuacha athari mbaya kwa wadogo zako. Ndio mara nyingi utapata watu wakiondoka katika maisha yao wanasahauliwa sana, watu wakiwa ni wema. Sasa ni ulimwengu umeendelea kuwa hata mtu akiwa ni mwema katika dunia anasahaulika kwa haraka. Kaifa yule ambaye kwamba anakuwa na maadili na tabia mbaya katika maisha yake, vipi atakuwa yeye anakumbukwa? Vipi itakuwa yeye anaombewa? Vipi itakuwa yeye amewekewa ni kama kielelezo katika maisha ya wengine? Tatu, z'i nafsik barnamij lilquran alkarim والادعيه وكتب الدين فالعتله بالعباده عتله بالنور. wanasema kuwa weka barnamij, eka timetable maalum ya nafsi yako, ambao kwamba timetable hiyo itazingatia usomaji wako wa Qur'an, kwa sababu Qur'anuna huwa dasturuna. Qur'ani ndio katiba, ndio mapi ya kupelekesha maisha yetu. Wakati unainuka na unamaliza siku yako bila kusoma Qur'an hata aya moja, wewe hujajua wapi unaelekea, wewe hujajua vipi unaishi, kwa sababu Qur'ani ndio maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo yastahili kwa nafsi yako, bali al-insanu ala nafsi basira, kana nafsi yako weka barnamiji khaswa ya masomo yako ukizingatia Qur'an, kwa sababu anasema fal'utla bil ibada, likizo ni kwa sababu ya ibada inaleta utlatu bin nur, inakuwa utla ile au likizo ile inakuwa na nuru na mwangaza katika maisha yako. Pia ibta'id 'anil asdiqa'i su, epuka marafiki wabaya ambao kwamba marafiki hawa wataleta nini? Fasadiqu sayyi, wanasema rafiki mbaya narun tahriquka bisamt, ni moto ambao kwamba unakuunguza kwa upole pole bila kugundua. Wakati rafiki yako ikiwa ni mraibu, hauwezi kuwa mraibu kwa wiki ya kwanza ya holiday yako, hauwezi kuwa mraibu kwa mwezi wa kwanza wa holiday yako. Utakuwa unaungulika pole pole, unachukua tabia ile. Wakati ukimaliza holiday ile umebuni, umekuwa ni gwiji wa kutumia uraibu kama ule. Kwa sababu gani? Tumeenda kuwaweka wale marafiki ambao kwamba walikuwa na sisi wakati wa nyuma wamepotea, lakini hutaki kumpoteza rafiki uliotoka naye wakati yeye ni mraibu au ni mpotevu mkubwa. Na hii ndio sumu ya maisha ambayo kwamba
sisi vijana wingi tunapotea kwa kwenda kuwalinda wale ambao kwamba tayari wamepotea. Itakuwa ni ngumu kwa sababu ni muda mrefu hauko nao. Wakati ukirudi wanakuwa na power na mapenzi zaidi ya wewe kutaka kukupoteza, kwa sababu ni kipindi kifupi utakuwa uko nao. Kwa hivyo marafiki, ndugu zanguni, inaleta kitu kibaya mbele kwa maisha yako ya baadaye. Vile vile ain walidatuka fi a'mal albayt fahiya ibadatun wa turabbiyatun 'ala almas'uliyya. Ni lazima kusaidia wazazi katika kazi za nyumba. Kwa sababu gani? Kusaidia kwako ni ibada. Wa tarbiyatu 'ala almas'ul, na unapata kuwa kujiwekea malezi ambayo kwamba ni kama responsibility yako ya maisha. Wa min birri alwalidain barakallahu fi ilmi, ukiwekea wazazi wako mema unajitia baraka yako katika elimu yako. Tofauti wakati umeenda likizo, ukitumwa sehemu, ukiona mbio wajibike au angalie business fulani kwako, unaona ni kizuizi cha kwenda kukufanya kukuatisha au kukupotezelesha yale mabaya ambayo kwamba ulikuwa umeyapanga kama kijana. Wakati ugundui yale ambayo kwamba mzazi wako amekuwekea ni silaha ya kutofanya maovu kwa nje ambao kwamba wewe unaelekea. Na mara nyingi tunapoteza mwelekeo ya kuwa tumekuwa wakubwa, tunajua zaidi, tunasoma, kwa kumuona mzazi hajasoma, hajui kutumia simu, tukaona huyu mzazi bado uko chini, na ikawa kutumika kwako ni kama kazi kwake wala sio ibada. Na ukaona vile vile wakati akikuamrisha kwa jambo, huwa unalichukulia muda na mudi ile ambayo kwamba wewe unaoitaka, bali hufanyi kwa yale ambayo kwamba yeye anataka. Vile vile ndugu zangu waislamu, ibta'id 'anil kasal. Hii holiday huwa ina uvivu. Mara nyingine unaweza ukatoka hapa, ukirudi ni form 4, ukirudi ni form 3, ukapanga barnamiji ya kuwa mimi itakuwa nikiinuka saa 10, mimi itakuwa muda fulani ndio nitaenda kucheza. Lakini ukifika kule ground sasa umeingia, ikawa umeingia na ugonjwa uvivu, kiasi ya kwamba kitabu kukiangalia inakupatia challenge wewe kijana. Kitabu kukifungua inakupatia dhiki ya nafsi, mpaka unajiona kuwa ni adhabu unajipatia hii, kwa sababu likizo umekuja kustarehe, umekuja kupumzika. Hiyo ndio mitihani ambayo kwamba wewe mwanadamu utakuwa uko nayo. Na mara nyingine utapata vitabu unaviweka sehemu kiasi ya kwamba ile siku ya kurudi shule unazifungua vile vitabu mpaka ya kwamba ziko na mavumbi, na yale mavumbi yanakusomea kuwa umenigura kwa muda, na mimi pia wacha sahihi nikugure kwa muda. Sasa unakuja unaanza wakati unapata shida, mrundiko wa masomo, mrundiko wa kazi, alafu wewe ulitumia fursa ya kujisahaulisha, ulitumia fursa ya kuwa na uvivu, ulitumia fursa ya kuto kuandaa nafsi yako na jihadi ya nafsi yako, na ukaacha na ukafuata yale maladhatu min dunia, shida ambazo kwamba zitakupata za baadaye. Hapa ndio utapata kuna msomi mkubwa ambaye kwamba alimaliza katika chuo kikuu cha Kiislamu. Alipokuja mtaani akachukuliwa kwa nderemo. Wakati ameingia katika mtaa huo, akaambiwa kuwa ni lazima kwa kila mwezi uhudhurie katika nyumba takriban 6. Hayo ni miezi 6, anaandaliwa chakula kwa miezi 6. Ikaanza programu ile. Kijana msomi, kijana ambaye kwamba amejua umuhimu wa dini ni ipi, akaanza kuingia nyumba baada nyingine.
Alipofika katika nyumba moja, alipokaribishwa katika ile nyumba, akakaa katika meza kuwekewa chakula kile. Wale wana na bibi, mke na mume wa ile nyumba wakaondoka kumwachia huru ajitanafas na kile chakula ambacho kwamba amewekewa bila aibu. Lakini akizunguka upande wa pili, upepo ukauka. Ulipotoka upepo ule, katika zile meza kulikuwa kuna pesa chungu mzima, zikaanguka zile pesa. Zilipoanguka, yule jamaa akiangalia kulia kushoto, hawaoni hao watu, labda wako ndani na starehe zao, wako ndani na majukumu yao. Akachukua pesa, akaona msahafu, akasema wache niziweke katika msahafu, wakati wanatoka nitawaambia pesa zenu ziko kwenye msahafu. Bahati mbaya au mzuri, jamaa kamaliza kula akatoka bila kuambia kuwa pesa zao zilikuwa katika msahafu. Bwana akatoka. Akitoka, bibi akamwambia, mshahara ulioleta ulikuwa katika meza, na yule ambaye kwamba unamuita muttaqin, ule ambaye kwamba unaitwa salihin, ameenda nazo, mgeni wako ndo amezichukua. Akamwambia, huyu akija atarudi tena raundi ya pili, kwa sababu ilikuwa inazunguka. Ikaendelea mpaka siku ikafika tena yule kijana kukaribishwa tena katika nyumba ile. Akiingia kule, tayari question ya kwanza iliulizwa, wewe ulipokuwa unakula chakula kile ilikuwa ulizikuta pesa? Akamwambia, naam, nilizikuta pesa. Alafu baada ya kukuta pesa, yule jamaa akiangalia kushotoni kwake, ule msahafu alipoweka ile siku bado uko vile vile, akaanza kulia. Mwanamke akamwambia, mwangalie sasa, baada ya kutuliza pesa zetu na sasa anajifanya ni mlizi zaidi, analia. Akamwambia, mimi silii kwa sababu ya kuchukua pesa zenu, bali nalia kwa miezi 6 niliyopita, yamaanisha ule msahafu hamujaufungua. Lao ingelikuwa mliufungua ule msahafu, pesa zenu mngelikuwa mmezipata. Kwa hivyo kubura kwenu kwa ule msahafu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa miezi 6 ndio umeniliza, bali pesa zenu niliziweka hapo na mimi nikatoka nikasahau bila kuambia. Hivi ndio inakuwa maisha ya mwanadamu. Huwa mara nyingine anajitoa katika mwelekeo ambao kwamba yeye anastahili awe nao ili apate mafanikio ya mbele, na lazima uwe tayari kuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama unavyomuona vile. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe umuoni, fa innahu yarak, ukumbuke yeye anakuona. Sehemu ambayo kwamba utakuwa ni usiku, ni kibandani, ni kichochoroni, ni chumbani, ni chooni, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko anakutizama, anakuona tabia zako, mwenendo wako, ndio unajiwekea athari ya mbele yako. Ndugu zangu wa Islam, al-utla fursatun limuraja'ati an-nafs, likizo inakuwa ni fursa kubwa ya kurudia mwanadamu nafsi yake, kukalculate yale ambayo kwamba ni mazuri akayaongeza, na kuangalia yale ambayo kwamba ni mabaya aliyoteleza kuepuka. Kathirun yadhunnuna anna waqtu liraha, wengi wetu tunagundua kuwa likizo ni siku za raha, walakin almu'min yaj'alha waqtan liithbat at-tamyiz, lakini yule ambaye kwamba ni mu'min wa kweli ni yule ambaye kwamba anafanya vitendo ambazo kwamba zitakuwa ni thabati, ni zenye kuendelea. Wal istiqamatu al-haqiqi, na kuwa na msimamo wa kweli. Tanzimi indama la yaraka ahad, wakati ambao kwamba hakuna yoyote atakayekuona ila Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, tunaenda katika likizo. Ni lazima mwanadamu ajitahadhari, ni lazima mwanadamu ajioneshe malengo, ni lazima mwanadamu ajijue nafsi yake ili apate kumjua Mola wake. Nafa'alu Allah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in.
walhamdulillahi rabbil alamin.